Records. Nilikotoka ni mbali, ninapokwenda sipajui, na mzigo mzito kama jabari, pa kutua sipaoni, tumaini langu limezikwa, ramani yangu imepotea. Yani kama bahati imekuja gizani, nikipapasa sioni, nikipewa nafasi nichague mazuri, yani bora kifo kinifike. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Mkimbizi, 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 sina hatia. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Lubeleje ndio jina langu. Mimi ni mtoto asiyekuwa na wazazi mtaani. Nimefanya kazi kwa miaka miwili kwa mwanamke mmoja aliyeitwa Mama Kimori. Lakini kwa bahati mbaya isivyokuwa halali, mwanamke huyu si tu kwamba ananidhulumu fedha zangu zote za mshahara wa miaka miwili, lakini pia ananifukuza kwake, tena baada ya kunisingizia wizi na kuninyang'anya nguo zangu. Napojaribu kwenda kwa viongozi wa dini wanisaidie wa jumuiya yake, lakini nao wanaonekana kukaa upande wa mtesi wangu. Lakini Mungu hamtupi mja wake. Nimepata mahala pa kuegesha ubavu wangu, nyumbani kwa Mama Jamali. Hapa ndipo ninapoanza maisha mapya ya kuvunja kokoto katika mji huu wa Tabora. Sasa wazo lililobaki kichwani ni kumtafuta mama tu. Nampata wapi mwanamke huyu anayeitwa Minza? Simulizi inaitwa Mkimbizi, na hii ni sehemu ya 7 ya simulizi yenyewe. Mjomba, mimi nimezaliwa na pingu mkononi. Sio kwamba nimezishika, nimefungwa pingu. Tumaini langu limezikwa, Yani ni kusema pumzi yangu ya kwanza ya uhai ilikuwa imefungwa pingu. Mkimbizi, mkimbizi, mkimbizi. Nikafanya kazi hii ya kuvunja kokoto kwa miezi mingi, iliyofanya jumla ya mwaka mmoja. Iliyofanya jumla ya mwaka 1.5 tangu nilipotoka kwa Mama Kimori. Sasa nilikuwa na miaka 15, dogo janja fulani hivi, niliyokomaa kweli kweli. Bahati nzuri, Mungu alinipa nguvu ya mwili. Hata katika umri wangu huo mdogo, nilikuwa naweza kufanya kazi ambazo baadhi ya watu wazima wasingeweza kuzifanya. Na hiyo ikawa ndio sifa yangu kubwa miongoni mwa wavunja kokoto hapa. Na sasa taratibu nikaanza kuvunja mawe nikiwa na umri wa miaka 15 tu. Kuvunja mawe ni kazi ya wanaume wenye mbavu mpendwa, au wale wanaume wakomavu. Hii ilihusisha kuchoma mwamba, kuchimba na kuvunja mwamba na kupata mawe makubwa ya kujengea msingi. Alafu kuna kazi ya kuyapunguza hayo mawe makubwa kwa kiasi ili wengine waweze kuvunja kokoto. Kwa hiyo kokoto nilikuwa navunja wakati tu ambao hakuna maadili makubwa ya kuvunja mawe. Hapa uchumi wangu ukaanza kuimarika kwa kiwango chake ukilinganisha na hapo awali, japo bado ilikuwa ni tofauti ya pesa ndogo tu. Sasa nikajiwekea utaratibu kwamba kila wiki siku ya Jumapili itakuwa ni siku maalum ya kumtafuta mama yangu au ndugu yeyote wa wazazi wangu kama sio baba yangu.
Nikawa nazunguka mitaani nikiuliza kwa watu kuhusu mwanamke huyu aliyeitwa Minza, au mwanaume yule nisiyemjua hata kwa sura mwenye jina la Lubeleje. Nakumbuka nilianzia Mwenyi, Kanyenye, Kidongo Chekundu, Ng'ambo, Chemchem, Gongoni, Kitete. Sikuchoka, nikaenda Cheyo, Ipuli, Isevya, Kiloleni, baadaye Mwanza Road, Tambukareli, Uzunguni na kwingineko maeneo ya mjini. Nilipokuwa na hakika kwamba nimemaliza maeneo ya mjini kati, sasa nikaanza kuzunguka pembezoni mwa mji katika maeneo kama Itetemia, Malolo, Maili 5 na kwingineko ndani ya manispaa ya Tabora. Lakini pia wala sikumuona au kusikia habari za wazazi wangu. Maeneo mengi nilipoteza muda tu kwa kuoneshwa watu wenye majina ya kufanana na yale ya mama, lakini wala hawakuhusiana naye. Nani umesema? Minza. Eti mama Mrisho. Unamfahamu Minza? Unasema alikuwaje? Mweusi mfupi? Huyo namjua vizuri, si ule mama. Mama mkiwa na wewe jamani. Umjui mama huyo Minza? Kaya kama mwanamke, kama vipi yani, kaya kama mwanamke kwa kaongeaji sana. Kaya kwa karaka pale kwa mserani pale kwa mipanga. Sasa ndio akili naunganisha picha. Ni ule. Mwanangu. Sasa alikuwa anakaa kwenye nyumba moja. Hizi na stori nyingine nyingi ndio nilizokutana nazo kutoka kwa wajumbe hawa. Lakini bahati mbaya zilikuwa ni kelele za chura tu. Maana hakuna mahala popote nilipofanikiwa kumuona au kumsikia mama yangu, au tu kupata harufu yake kwamba ni kweli mama yako alikuwa hapa ila umepishana naye. Hapana, kote nilikuta ni watu tofauti kabisa. Nilitamani nifike mahala niambiwe kweli mamako alikaa hapa ila hatujui alipokwenda, lakini sikukutana na habari hiyo hata kidogo. Mpaka nikaanza kuingia wasiwasi kwamba huenda mama yangu hakuishi Tabora. Nilifanya juhudi hizo za kuwatafuta wazazi wangu kwa mwaka mzima kwa mtindo huu bila mafanikio yoyote. Ilikuwa ajabu sana. Ajabu mno. Maana mitaa mingine nilirudia. Nilihakikisha kwamba siachi nyumba katika kila mtaa, lakini sikuambulia chochote. Na labda ilikuwa kweli. Miaka 15 ya kama kweli mama aliishi hapa, basi wengi waliomfahamu walikuwa wamepoteza kumbukumbu, au wamekufa, au wameondoka, ama labda sijakutana nao. Sina hatia na sina njia, sina familia, ni mkimbizi. Nafunga na kusali nepushe na dosari. Mungu wangu, oh Mungu, njia imekuwa ngumu, shida za kudumu. Mungu wangu, oh Mungu. Alafu mara hii ikaja bahati mbaya. Mama Jamali, mwanamke aliyenilea nyumbani kwake kama mmoja wa watoto wake mwenyewe katika muda wote huu baada ya kufukuzwa na mama Kimori. Mwanamke huyu akiwa katika eneo la Mlimani, eneo lake la kazi, ambapo huvunja kokoto kila mara. Safari hii alikuwa amepata eneo cha kwake
jiwe, na alikusudia kwamba alichome, avunje mawe, kisha avunje kokoto. Sasa kwa mara ya kwanza jiwe hili mimi nililichoma vizuri sana. Tukavunja mawe, kikabaki kipande cha jiwe ambacho nacho tulikuwa tunaendelea kufanya nini? Kukichoma. Lakini Mama Jamali siku hii yeye alikuwa bado ana hamu na shauku ya kulipata jiwe kubwa zaidi. Kwa hiyo alikuwa anaendelea kuchimba pembeni. Na mara hii kumbe bahati haikuwa ya kwake mpendwa. Lile jiwe lilikuwa limeegama. Kwa hivyo alipogusa mahala fulani likafyetuka na kumtwanga, akawa kama chapati. Ukawa msiba mkubwa, msiba wa familia. Kwangu nilipoteza mama, mlezi na kimbilio langu la mwisho. Na kama unavyojua, yeye ndo alikuwa msingi kwenye ile nyumba. Hao watoto wake walikuwa wako hapa kwa ajili yake tu. Maana kwanza walikuja ndugu zake kutoka huko Urambo, wakataka kuuchukua mwili wa marehemu, lakini kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo wakalazimika kuuzika hapo hapo maeneo aliyokuwa akikaa. Kisha baada ya hapo wanafamilia wakasema wachukue watoto wa marehemu. Mimi ni mwanakuja tu, mtu nisiyekuwa na ndugu. Kwa hivyo kuondoka kwao, kufariki kwa Mama Jamali kukaniacha na ukiwa wa kupitiliza. Kwanza nikapoteza mama, lakini pili nikapoteza makazi. Eneo jingine ambalo labda lingekuwa kimbilio langu kwa sasa ni kwa Mama Agata. Lakini naye nyumba aliyokuwa akikaa tayari ilikuwa ina mushkeli. Kwa maana ya kwamba wakati wa mvua hizi kubwa zilizonyesha katika kipindi hiki ambacho ndio kilisababisha hata ardhi ikawa tepetepe na laini, ambayo Mama Jamali aligusa kidogo na kusababisha jiwe limponde, kulikuwa na taarifa za kuanguka kwa nyumba kila mahala. Na moja ya nyumba iliyokuwa imepata mushkeli ni pamoja na nyumba ya Mama Agata, ambayo upande mmoja wa ile nyumba ya vyumba viwili na sebule ulikuwa umeanguka. Sasa walikuwa wanaishi chumba kimoja na wengine sebuleni. Mimi kamwe nisingeweza kwenda kuongeza tena tatizo jingine katika familia ya watu. Kwa hiyo kwanza nikabaki na zunguka. Baada ya zile siku 3 za msiba, nikawa mara nalala huku kwa mshikaji fulani siku moja, kesho nitalala kwa mwamba fulani siku 2. Basi ilimradi kuhangaika. Mpaka siku moja nilipoamua kupanga chumba changu mwenyewe kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, nikiwa na miaka 15 tu, kijana mdogo janjaro. Na katika kipindi hiki cha kuhangaika cha karibu wiki 2 au mwezi mmoja, nilitumia kiasi kikubwa sana cha fedha. Hapa ndio nilikuja kubaini kwamba kumbe kulikuwa na maana kubwa sana ya mimi kuishi kwa Mama Jamali. Nikabaini kwamba kumbe nilikuwa ninasaidiwa sana na Mama Jamali kuliko nilivyokuwa nadhani awali. Nilikuwa nachangia hela kadhaa wakati fulani nikipata kwenye chakula,
lakini kumbe yule mama alikuwa ameibeba hatima yangu kwa kiwango cha juu sana. Sasa fedha ambayo nilikuwa naweza hata kuimudu kujitunzia kidogo ikawa inapita kama upepo. Mpaka nikawa najiuliza, au nimelogwa? Nakwambia nimepata chumba maeneo ya National House hapa Manispaa ya Tabora. Kwa mara ya kwanza, chumba cha shilingi 10,000 kwa mwezi, ili niendelee kufanya kazi zangu nikiwa na uhakika na mahala pa kuishi. Na wakati ninapanga, mimi sikuwa na godoro, shuka wala kitanda. Sikuwa na bakuli au kikombe tu cha kuanzia maisha. Haya yote sikuwahi kuyawaza. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa naishi kwenye mikono ya mwanamke yule mpendelevu ambaye aliyabeba yote majukumu kama yake, kama mzazi. Sasa ndio nilianza kujiona mweupe. Mara ya kwanza ninalala kwenye chumba nilicholipia kodi, nililala chini. Ni Mkimbizi. Asante kwa kusikiliza. Sehemu nyingine ya simulizi hii utaisikia tena hapa hapa, muda na majira kama haya, siku nyingine. Mjomba, mimi nimezaliwa na pingu mkononi. Sio kwamba nimezishika, nimefungwa pingu. Nilikotoka ni mbali, ninapokwenda sipajui, na mzigo mzito kama jabari, kwa kutua sipaoni. Tumaini langu limezikwa, ramani yangu imepotea, yani kama bahati imekuja gizani, nikipapasa sioni, nikipewa nafasi nichague mazuri, yani bora kifo kinifike. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Mkimbizi, 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 sina hatia. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Mkimbizi, sina hatia. Sijawahi kupata japo tone la furaha, naishi kwa huzuni. Najaribu kukwepa vikwazo na machungu, lakini bado inakuwa ngumu. Sina hatia na sina njia, sina familia, ni mkimbizi. Nafunga na kusali nepushe na dosari. Mungu wangu, oh Mungu, njia imekuwa ngumu, shida za kudumu. Mungu wangu, oh Mungu. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Mkimbizi, 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 sina hatia. Mkimbizi, 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 sio mwizi. Ramso on the track.